Jeshi la polisi mkoani Pwani linamshikilia mtu mmoja anajulikana kwa jina moja tu la Kaka wa Sapoti. Mtu huyo anatuhumiwa kwa kujihusisha na vitendo vya tiba za kienyeji kinyume cha sheria. Aidha, polisi ilipata taarifa kutoka kwa mtu ambaye hakupenda jina lake litajwe, ambaye mtu huyo alidai kwamba watu huwa wakienda kwa wingi kwenye nyumba ya bwana Kaka wa Sapoti, ambapo walidai kwamba alikuwa akiwapa tiba iliyokuwa ikijulikana kama tiba ya malezi ya nafsi. Mkuu wa kituo kidogo cha polisi cha Boko alithibitisha kumshikilia mtu huyo kwa ajili ya mahojiano zaidi. Pamoja na kumkamata mtu huyo, lakini pia alithibitisha kwamba walimkamata na vitu aina mbalimbali vikiwemo vitabu vya dini kama Biblia na Qurani na vitabu vingine vya kisayansi ambavyo walitilia mashaka kwamba alikuwa akivitumia vibaya. Baadhi ya watu walioshuhudia tukio hilo la kukamatwa kwa Kaka wa Sapoti walikuwa na haya ya kusema. Majina kamili mimi ni Abedi Hamisi Mtangi, ndiyo mwenyekiti wa kijiji hiki cha Boko. Kumkamata Kaka Sapoti, hata sielewi kwamba ni kwa sababu gani. Lakini huyu bwana kama wao wangekuja wakaniuliza mimi kwamba ni nini kinachoendelea juu ya huyu bwana, na yule bwana kama wanavyomdhania sivyo kabisa, kwa sababu yule bwana ni mwenyeji wa hichi kijiji kwa muda mrefu, ni mzaliwa wa hapa, kwa hivyo kuwapo pale sio kosa. Kwa kweli mimi niliwaona kimsukuma Kaka wa Sapoti pamoja na kapu lake, lakini sikujua umempeleka wapi. Mimi naitwa Bakari Mswahili Sekamba, ni mkazi wa kijiji hiki cha Boko. Nataka nikueleze kitu kimoja. Huyu mtu kwa jinsi alivyo, kama ungemuona hata ungekubali akamatwe kwa jinsi alivyo, kwa sababu huyu mtu mambo anayofanya na jinsi alivyo haiwezekani kusema anasaidia watu. Ni bora akamatwe tu kabisa, serikali iweze kwenda kumfanyia uchunguzi, kwa sababu yeye mwenyewe anavyoonekana, muonekano wake ni kama vile mtu wa kusaidiwa. Sasa haiwezekani mtu anasaidia watu alafu mtu huyo awe katika hali ile alionayo. Labda mtu mwenyewe angalau ningeona na maisha ya maana, aidha anatembelea gari ya kifahari, lakini naona hapana. Na hivi serikali ilivyomkamata ifanye uchunguzi wa kina, kwa sababu huenda ikawa aidha akawa ni gaidi, jambazi au mganga wa kienyeji. Sababu hakuna kitu nyumbani kwake ambacho tunaona kina maana anafanya, alafu watu wengi sana wanajia nyumbani kwake bila sababu za msingi. Hatuelewi kwamba anasaidia watu katika njia gani. Serikali imemkamata Kaka wa Sapoti, lakini mimi binafsi kimeniuma, na ninaona kabisa kwamba serikali imemkamata si kwa utashi wake, bali serikali imemkamata kutokana na ushabiki wa watu na kulingana watu wanaopeleka maneno kwamba huyu mtu ni gaidi, huyu mtu ni mganga wa kienyeji na mambo mengine ya kuzusha, lakini si kweli. Huyu ni mtu mzuri sana na anaelimisha jamii. Kwingineko, kundi la wageni kutoka nchi jirani ya Kenya lililokuwa likitembelea bwawa la Nyumba ya Mungu lililopo wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro wamestaajabishwa na kuona jina moja la kijiji lililoitwa Kiti cha Mungu, kijiji ambacho kiko pembezoni mwa bwawa la Nyumba ya Mungu. Kijiji hicho ambacho mwenyekiti wake anaitwa Malaika na afisa mtendaji anaitwa Daudi, kitu ambacho wamekitafsiri kama wamefika sehemu moja takatifu kati ya sehemu takatifu zilizopo duniani.